Tuombe. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu mkubwa Bwana asubuhi hii njema. Ni kwa mapenzi yako tu Bwana ndio maana tupo hapa, wala si kwa akili zetu, wala si kwa uwezo wetu, wala si kwa mamlaka yetu, bali ni kwa sababu ya neema na rehema zako. Asante Mungu wetu kwa neema hii. Asante kwa nafasi hii. Tunapokuja mbele zako Bwana asubuhi hii, unene nasi, useme nasi Bwana. Tunahitaji Roho wako Mtakatifu akawe kiongozi katika ibada hii. Na zaidi sana Bwana, tuweka mikononi mwako wote ambao ni wagonjwa, ambao ni wadhaifu katika miili yao, katika maeneo walipo, walioko hospitalini, walioko majumbani. Mungu wa rehemu, Mungu wasaidie, Bwana uwaponye. Tunakuhitaji Bwana, useme nasi kwa neno hili, neno lako lenye uzima, ili Bwana katika yale ambayo tulikwenda kinyume cha mapenzi yako, Bwana uweze kutusamehe, Bwana utuhurumie. Ni kwa jina lako Yesu, amen. Naomba mketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Salamu yetu wa Moravian. Ni Bwana aliyeshinda vita, ni Bwana aliyeshinda kifo na mauti. Bwana asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Wapenzi wapendwa katika Yesu Kristo, watu wa Mungu, leo imempendeza Mungu tuwe pamoja katika ibada hii takatifu siku ya leo. Nami namshukuru Mungu ya kwamba nimepata nafasi hii. Nadhani ilikuwa mwaka jana mwishoni, kama nakumbuka vizuri, tulikuwa pamoja kwa ibada kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi nimeongozana na mama, amekwisha wasalimu. Niliposema kumwambia kwamba nitakuwa Milumbani, akasema twende sote tukashiriki ibada ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watumishi wa Mungu, Wakristo wa Milumbani, tunaomba muendelee kusimama kumtumikia Bwana. Hatua tunaziona zinakwenda katika hali ya kuliweka vizuri jengo letu, kanisa letu. Tunashukuru kwa wapendwa waliotusaidia kwa sehemu, hata tukaweza tukafunika jengo hili, na kwa nguvu zetu wenyewe. Lakini sasa inabidi tupige hatua, tukaze mwendo, tuwe na mwendo wa kasi, tukamilishe jengo letu. Si ndivyo wapendwa? Maana hatuna tena wa kutusaidia. Kwa tunashukuru kwa kidogo ambacho tulikipata kikasaidia. Kwa sasa tusimame kwa nguvu na uwezo wetu ambao Mungu ametubariki katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, leo hii tuongozwe na neno la Mungu linalotoka katika Injili ile ya Luka. Wale mlio na Biblia ine ziko kwenye simu. Injili ya Luka sura ile ya 13. Tutasoma mstari wa kwanza hadi wa 9. Luka mtakatifu sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 9. Kabla sijasoma, tuimbe wimbo beti moja. Bwana u sehemu yangu,
rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Neno la Mungu linasema katika jina la Yesu. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao, hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu zangu wapendwa katika Yesu Kristo, katika dunia hii hakuna mtu awezaye kujiingiza katika biashara isiyokuwa na faida kwake. Hata ukipata nafasi waulize wafanyabiashara wote, hawezi kung'ang'ania biashara kama haoni faida. Kila anayefanya biashara anataka aone au apate faida. Hakuna biashara ambayo itamfaa mfanyabiashara kama haimpi faida. Atadumu na biashara hiyo anapoona faida ipo au biashara hiyo inampa faida. Lakini tuachane na wafanyabiashara, lakini hata wale tunaosomesha watoto wetu shuleni, tunahitaji baadaye tuone faida ya kuwasomesha watoto hao. Achana na wale kwa bahati mbaya wanaokataa wenyewe watoto kusoma, maana hilo nalo lipo. Mzazi unaweza kujitahidi kumsomesha mtoto, unataka asome, awe na elimu nzuri, imsaidie katika maisha yake, lakini akukumbuke na wewe, anakataa kusoma. Hiyo ni bahati mbaya. Lakini kila anayesomesha mtoto anataka baadaye aone faida ya kumsomesha mpaka ngazi aliyomfikisha. Japo vijana wengi wanapopata nafasi wanawasahau wazazi wao, wanasahau kabisa. Anaweza kawa na kipato kizuri, kama ni kazi ana kazi nzuri na mshahara mzuri, lakini anawasahau wazazi wake waliohangaika, wengine kwa kupika vitumbua, wengine kwa kutembeza mboga mitaani, akasoma akapata elimu. Wanawasahau, hawawakumbuki hata kwa kidogo.
na wengine wanaweza wasiwe wafanyakazi katika mashirika na idara za serikali, lakini ni wafanyabiashara wazuri, wana biashara kubwa, lakini wanawasahau wazazi wao. Nadhani hilo sio lengo la mzazi. Mzazi anahitaji aone matunda kutoka kwako, yeye aliyehangaika, aliyekuhangaikia mpaka ukapata elimu na baadaye Mungu akakujalia ukapata kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Lakini nimejaribu kuangalia na kusikiliza wenzetu ambao wanajishughulisha sana na mambo ya siasa. Ukiangalia na kutafakari utaona ya kwamba na wao wanataka wapate faida mahali fulani. Nafuatilia sana habari za siasa za dunia. Ukiangalia kipindi hiki baada ya kuingia na kuchukua utawala rais wa Amerika Trump, Bwana Trump, baada ya kuingia tu pale Ikulu, ameweka misimamo yake na mipango yake ya kisiasa, namna ya kuiendesha nchi yake, lakini namna ya kuingilia pia katika maeneo mengine duniani. Ninyi ni mashahidi, mnasikia na mnaona katika vyombo vya habari. Tayari amekwisha ingia katika mapigano, katika vita vinavyopiganwa kati ya Ukraine na Russia. Anataka kupata maslahi fulani katika nchi hiyo. Nchi ya Ukraine ina madini, ina mali. Kwa hiyo anasema apeleke jeshi lake kule kupambana na Urusi na kulinda ile mali. Sio kulinda tu hivi hivi, bali anataka kupata faida ndani yake. Lakini inawezekana na ninyi mmefuatilia na kuona na kusikia. Sasa hivi anazungumzia habari za Kongo. Anataka kuingia huko nako. Kongo ya Mashariki ina madini mengi, ina mali nyingi. Kwa sababu wanapigana wao kwa wao, basi anataka kuingia pale. Lakini hawezi kutoka bure, hawezi kuingia gharama bure. Ni lazima apate faida ndani yake. Wale mnaokumbuka, mliosoma historia ya dunia, mwaka 1884 ni historia ya kidato cha tatu. Wale mnaosoma au mliosoma historia ya dunia kidato cha tatu, mwaka 1884 nchi za Ulaya walizigawana nchi zetu. The scramble of Africa. The scramble of Africa. Walizigawana nchi zetu. Na wakatutawala. Nakumbuka sisi tulitawaliwa na Jerumani, tukatawaliwa na Waingereza. Lakini nchi nyingine tutawaliwa na Belgiji, Wafaransa na kadhalika, na Wareno na kadhalika na kadhalika. Haikuwa bure, walitaka mali tulizo nazo waweze kuzichukua, wapate faida. Na ni kweli, walitunyonya kweli kweli. Ndio maana ukienda katika nchi zao, kila kitu kiko vizuri. Kila kitu kiko vizuri. Wako vizuri kwa uchumi, wako vizuri kwa maendeleo katika nchi zao. Hawasumbuki na usafiri, hawalali njaa, na chakula bei iko chini.
haipandi ovyo ovyo. Walichukua mali zetu Afrika. Kwa hiyo nimeshangaa sana Trump alipoingia na kuanza kukatisha misaada katika nchi za Afrika. Mimi nikasema huyu ndugu hana upendo, kwa sababu walichukua mali zetu nyingi. Kwa hiyo wanapotoa misaada ni kama kuturudishia kwa sehemu ndogo sana. Leo mashirika yanayofadhiliwa na Amerika yamefungwa. Hatuna USAID tena. Lakini ukienda kwao, maendeleo walionayo yalitokana na nchi zetu, yalitokana na mali zetu. Walipata faida kutoka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, hii ni sehemu tu, ni sehemu ya mambo ambayo sisi tumenyonywa, sisi tulichukuliwa mali zetu, wanafaidi wenzetu. Lakini tunamshukuru Mungu, nchi yetu bado ina mali nyingi. Nilipata nafasi ya kuhudhuria semina moja, ilikuwa inahusu madini kule Mwanza katika chuo cha benki. Na chuo cha benki pale Mwanza ndipo kilipofanyikia. Wale wawezeshaji wakawa wanasema nchi yetu, mikoa yote kasoro mkoa huu ina madini. Hata Tabora ina madini. Wakatuainishia wilaya. Nikakuta hata wilaya yangu ya Urambo nilikozaliwa nako kuna madini. Mali bado tunayo. Ni namna gani tutakavyoweza kuwezesha kuichota hiyo mali itusaidie kuboresha mazingira yetu, kuboresha maisha yetu? Tunahitaji hekima ya Mungu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa amani ambayo ametupa katika nchi yetu. Tungekuwa na sisi tunagombana, wangeingilia hao ndugu zetu, wangekuja tu ili kuchota hizo mali tulizo nazo, urithi tulio nao, ambao baba wa taifa alisema huu ni kwa ajili ya watoto wetu na wajukuu zetu na vitukuu wetu na vilembwe wetu. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno ambalo tumesoma, wapendwa, tumeona jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo katika hatua zake za mwisho katika kazi yake hapa duniani, jinsi ambavyo alikuwa akitoa mafundisho yake kulielimisha taifa la Israeli, kuwaelimisha Wayahudi, wanafunzi wake, lakini na Mafarisayo, Masadukayo na waandishi ambao walikuwa ni wataalamu katika kipindi hicho. Tumesoma hapa ni kama mwendelezo. Ndio maana katika mstari ule wa kwanza wa sura ya 13 ni kama mwendelezo wa taarifa au wa habari. Anasema, na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya. Kumbe ni habari inayoendelezwa. Ukitaka kuipata na kwa usahihi zaidi, anzia kusoma sura ya 11. Sura ya 11 inaeleza habari za mafundisho ya Yesu Kristo, ambazo habari hizo zinagusa habari za toba. Lakini kuna ole nyingi ziko kule. Bwana amewatahadharisha Wayahudi, waandishi, Mafarisayo na wanafunzi wake. Ole wake. Ukisoma sura ya 11 utakutana na ole nyingi katika mafundisho ya Yesu Kristo. Ukiendelea hata sura ya 12 inazungumzia habari za mafundisho, na sura hii ya 13 anaendelea na mafundisho yake Bwana Yesu, lakini akitoa mifano mitatu katika sura hii na mistari hii 9 tuliyoisoma.
Mfano wa kwanza umegusa habari za wale wa Galilaya ambao mfalme Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Lakini mfano wa pili amezungumzia habari za wale watu wa Yerusalemu walioangukiwa na mnara ule wa Siloamu. Na mfano wa tatu ni mfano wa shamba la mizabibu ambalo ndani yake kuna mtini, mti wa matunda unaitwa mtini, ambao ulikuwa umepandwa ndani yake. Katika mifano hii mitatu inazungumzia habari za toba. Na Bwana Yesu anasema wale ambao walipatwa na shida mbalimbali, na hasa mifano ile miwili ya kwanza, anasema hawakuwa na dhambi sana kuliko wale ambao hawakupata na mikasa hiyo. Lakini mwishoni anasema, na ninyi msipotubu yatawatokea vivyo hivyo. Ndugu zangu, Bwana Yesu anatoa mafundisho yake, analielekeza kanisa la Mungu kuliweka sawa. Kama lilikuwa limekaa mguu pande, likawe mguu sawa kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kumtumikia Mungu, kuishi katika mapenzi yake. Maana anasema kanisa lisipotubu vivyo hivyo litaangamizwa. Lakini kanisa ni nani? Kanisa ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Katika mfano ule wa tatu, huyu bwana ambaye alikuwa na shamba lake la mizabibu ambalo ndani yake akawa amepanda mti wa matunda unaitwa mtini, alikuwa akilitembelea mara kwa mara. Hata sisi wakulima, unapolima shamba utapenda utembelee mara kwa mara. Kuna mpendwa wetu mmoja, Mkristo wetu, akaja kwetu hapa akasema, wapendwa, mimi nataka nitoe malimbuko kwenu, malimbuko ya shamba langu. Akatuchukua viongozi wote, akatupeleka shambani kwake. Tukakuta shamba lake limestawi vizuri sana, mahindi yamekubali vizuri sana. Akasema, kwa kweli imenigusa nitoe malimbuko kwenu, watumishi wa Mungu. Mchukue mahindi 10 tu, ninajua sitapungukiwa bali nitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukaingia shambani, tukaanza kufyeka, kila mmoja anachagua, wala hakusema ya kwamba yale makubwa muyaache, tukueni yale madogo madogo tuntondole wale Wanyamwezi. Akasema muwe huru, kila mmoja mahindi 10 kama malimbuko, nipate baraka kutoka kwenu. Tulikuwa wote na baba askofu, siwezi kumtaja, ni katika moja ya shirika zetu za kanisa hili la Moravian. Baadaye akasema, naomba mniombee na muombee shamba langu. Tukashusha maombi mahali pale. Nadhani ulinzi wa Mungu mpaka sasa upo. Hatujasikia habari yoyote kwamba labda shamba lilivamiwa, watu wakaingia wakapora. Alitaka apate faida. Kuna faida katika maombi, kuna faida katika kutoa, kuna faida katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye shamba hili la mizabibu alihitaji apate matunda
kutoka mtini aliyoupanda ndani ya shamba la mzabibu, lakini hakuona. Injili nyingine zimeeleza ya kwamba mtini huu ulikuwa umestawi vizuri sana sana, majani yake yananawili. Kwa hiyo alifikiri angeweza kupata matunda ndani yake, lakini mtini ule haukuwa na matunda. Akakasirika, akamwambia yule mlinzi, mtunza shamba, huu mti hauna faida, ni afadhali uondoe, uukate. Unaharibu tu ardhi hapa, tunatumia mbolea, tunatumia samadi, lakini haujazaa matunda. Lakini yule mtunza shamba akamsihi mwenye shamba, bwana, hebu uache, tuuache ili nipate nafasi ya kuendelea kuutengenezea mazingira. Pengine kuna mahali ambapo niliuachaniza, pengine unaweza ukazaa matunda. Ni utengeneze kwanza, mwaka huu nipe mwaka mmoja. Kama hautazaa basi, lakini utakapozaa basi tutakula matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu zangu, Yesu alitoa mfano huu kwanza akiwalenga Wayahudi walioonekana kutokuwa na faida mbele za Mungu. Nakumbuka Wayahudi au taifa la Israeli ndio wale waliopendelewa na Mungu, kwanza kwa kuitwa taifa teule, kwa kuteuliwa kuwa taifa teule la Mungu. Ni upendeleo pekee. Mataifa yalikuwepo mengi, lakini akasema Israeli utakuwa taifa teule, na ndani yake alikuwa na lengo la kumtoa Yesu Kristo ndani ya uzao wa taifa la Israeli, aweze kutokeza Yesu Kristo, mkombozi wetu na mkombozi wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo aliwalenga wale Wayahudi, na ndio aliokuwa akitoa mafundisho kwao kipindi hicho. Ninyi ambao mmependelewa na Mungu, mmepewa kuwa taifa kubwa, taifa teule, mbona hamzai matunda? Mungu haoni faida kwenu. Lakini akatoa nafasi ya kwamba Mungu bado anawarehemu, lakini mtubu, mrudi kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni Mungu aliyeweka karibu kama taifa lake, akitegemea watu hawa watamtii, akitegemea watu hawa watakuwa wakimsifu, lakini badala yake hawakuweza kuzaa matunda, hawakuweza kumsifu, hawakuweza kumtii na kuishi katika mapenzi ya Bwana. Sisi tulio kanisa la Mungu, sisi ni kanisa teule ambalo Bwana ametuteua kwa sababu ya kukombolewa pale msalabani na Yesu Kristo. Tumeteuliwa, tumekuwa wateule wa urithi wa ufalme wa Mungu. Bwana anasema hawezi kututoa katika dunia hii kipindi hiki, japo kuna dhiki nyingi, japo kuna magonjwa mengi, japo kuna matatizo mengi, lakini atatupatia ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ametukomboa sisi kwa damu yake yenye thamani pale msalabani, akihitaji tumtii, akihitaji tumtumikie, akihitaji tumsifu. Lakini katika maisha yako ulio nayo,
Unayatenda hayo? Unamtii Yesu Kristo? Unamtii Mungu? Unatii mamlaka ya Mungu? Tumekuwa wepesi sana kutii mamlaka ya dunia. Mamlaka ya dunia tunazitii sana, kwa sababu usipotii utachapwa kiboko. Usipotii mamlaka itachukua, itatumia nguvu dhidi yako, na hata ukaweza kutii kwa nguvu, kwa kushurutishwa. Lakini mamlaka ya Mungu ni mamlaka ambayo hayatumii nguvu za mwili huu. Ni mamlaka ambayo yanahitaji mtu achukue na amue yeye mwenyewe, baada ya kupondwa na neno la Mungu. Ndio maana leo tunakumbushwa kama kanisa kwamba katika kuishi kwetu sisi tunatimiza mapenzi ya Mungu, tunazaa matunda, ili Bwana atakapokuja aone ya kwamba John ambaye wewe ulipokea ukombozi wake unazaa matunda yampendezayo. Wewe unayeitwa Raheli unazaa matunda yanayompendeza Bwana, una faida kwake. Ndicho Mungu anachokitaka. Kwa hiyo wapendwa wetu waliotutangulia, sio kwamba walikuwa na dhambi nyingi kuliko sisi, kama jinsi Yesu alivyosema katika mifano hii. La hasha, ni kwa rehema na neema ya Bwana sisi bado tuko hai, ametuweka hai. Lakini lengo lake ni kwamba tutubu, tumrudie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kutubu, kumrudia Bwana? Maana Bwana anataka matunda, Bwana anataka faida kutoka kwako. Hapendi mwanadamu ambaye hana faida kwake. Anataka aone, apate faida kutoka kwako, maana amekukomboa kwa damu yenye thamani sana pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiangalia maisha yetu tulio wengi, utaona ya kwamba wengine wapo tu duniani, wengine wapo tu kanisani. Hana hata moja la kuonyesha kwamba hili ni tunda ambalo unaweza kumwonyesha Bwana. Hana. Ni hatari kuishi upo tu. Mwambie jirani yako, usiwepo tu hapa duniani. Usiwe mtu ambaye upo tu. Hata neno Mungu linatuambia asiyefanya kazi na asile. Usiwe mtu wa kuwepo tu. Pana. Uwe mtu ambaye Bwana akija wakati wowote anakukuta umezaa matunda, umeleta faida kwake. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi sana uwe mtu ambaye unazaa matunda mbele za Bwana. Naye Bwana atakapokuja siku yoyote, aje akute matunda, aje avune faida kutoka kwako. Usiwe kama yule mtini ambao mwenye shamba alitamani kuukata kwa sababu haukuzaa matunda, hakuona faida kwake. Kama jinsi tunavyohitaji kupata faida kutoka kwa watu tunaowatumikia, watu wanaotutumikia, basi Bwana anahitaji